Kwa jina la Yesu Kristo, ni jioni nyingine Bwana ametufikisha kulileta neno la kwake, kwa kuwa lina nguvu na kwa kuwa lina uwezo. Nitaomba na kisha nitaanzia kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Yesu wewe unatawala, Yesu wewe unainua, Yesu wewe unarejesha siku zote. Ni wewe mwaminifu Dadi, nimekuja mbele zako Dadi, ili nipate Jehova kulinena neno lako Dadi. Naomba ukanipe nguvu, naomba ukaniwezeshe, naomba ukanitoe mara ambapo nipo Jehova, muweza wa yote ukaniinue Dadi, kwa kuwa rehema zako ni nyingi Baba. Huruma zako ni nyingi Dadi. Naombea msikilizaji popote pale alipo na mtazamaji Dadi. Mungu muweza wa yote, kalete hiyo mioyo pamoja Dadi, ili tupate kuliinua jina lako, ili tupate kulitaya jina lako, kwa kuwa lina uwezo, kwa kuwa lina nguvu, kwa kuwa lina mamlaka Jehova. Katuwezeshe Jehova kupata kukuabudu, kupata kukuambia ni asante Jehova, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen Yesu. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni muweza wa yote. Yeye asiyeshindwa, yeye anayeshinda popote pale alienda. Nitasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango wa kwake ule wa 17, mstari wa kwake wa 14. Ufunuo wa Yohana, mlango wa kwake ule wa 17, mstari wa kwake wa 14. Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Yesu anatawala na Yesu anainua, Yesu anarejesha siku zote. Yesu anatawala popote pale ulipo mpendwa. Anasema nao watafanya vita na mwana kondoo, naye mwana kondoo atapata kuwashinda. Ni Mungu mwaminifu na ni Mungu muweza wa yote. Hajawahi shindwa na neno lolote. Popote pale ulipo ukimtegemea, ni yeye, ni mwana kondoo, yeye ni mfalme wa wafalme. Hajawahi hawezi akafananishwa na kitu chochote. Wanadamu wanaweza wakashindwa, ila Mungu wetu hawezi akashindwa. Vitu vinaweza vikashindwa, maisha yako yanaweza yakaonekana kana kwamba unalemewa ukiwa wewe mwenyewe, lakini nakuhakikishia ya kwamba yule unayemuita simba wa kabila la Yuda, mwana kondoo aliye hai leo, mfalme wa wafalme, kiongozi wa viongozi, ndiye ninayemtangaza leo nikisema ya kwamba yeyote atakayemwamini, yeyote atakayemtegemea, kama hatawahi anguswa, kama hatawahi ondolewa katika hatua ya kwake, kama hatawahi ondozo katika njia za kwake, wote wamtegemeao ni kama mlima wa Sayuni ambao huwezi ukabadilishwa, ukageuzwa, ukaondolewa mahali ambapo upo. Wote wamtegemeao ni kama mto uliopandwa, ni kama mtu uliopandwa kando ya mto ambao huwezi ukanyauka kwa wakati wowote, kwa majira yoyote. Wewe ukimtegemea Mungu ni mwaminifu, atakusindania katika hizo vita zako. Mungu ni muweza wa yote, atapata kukusaidia katika hayo magumu uliyo nayo, atapata kukusaidia katika mapito ya kwako. Mungu ni muweza wa yote. Anasema watapikana na wewe lakini hawatakuweza, watakuja kwa njia moja lakini Bwana atawatoa kwa njia 7. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Wakamkamata Yesu wakamtia msalabani wakidhani wameshinda. Siku ya 3 Bwana Yesu akaamka na kapata kuendeleza injili. Mpendo wewe uliye karibu, mpendo wewe uliye mbali, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Liite hili jina la Bwana Yesu, litaje hili jina la Bwana Yesu, nalo litakutoa mavumbini. Ukumbuke limtoa Sara katika utasa, likamtoa Hana katika utasa, likamtoa Abraham katika inzi iliyo laaniwa, likamtoa Yakobo katika kifo cha yule ndugu yake. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, na aliwezi likakutoa kisa likashindwa kukufikisha. Jina la Bwana aliwezi likakutoa kisa likashindwa na kukamilisha. Jina la Bwana aliwezi likashindwa na kitu chochote. Ili jina ninalolitangaza, Yesu Kristo si
simba wa kabila la Yuda. Anaweza siku zote. Yeye ni msingi ulio thabiti, yeye ni msingi ulio imara. Hauwezi ukatingishwa na kitu chochote, hauwezi ukaondolewa na kitu chochote. Na jinsi lilivyo hivyo hilo jina, jinsi lilivyo hilo jina, ukilitegemea na utakuwa kama hilo jina. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote, anabadilisha popote ulipo mpendo, popote ulipo upendo. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Nasema ametuwekea ukuta wa moto, ametuwekea ukuta wa moto, ametuzunguka, na ndani ya huo moto atakuwa utukufu ndani ya huo moto. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote, Mungu ni muweza wa yote. Nasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu usiyoyajua. Anasema mawazo ninayokuwazia ni mawazo mazuri, mawazo ya kuwa na siku zako za mwisho siwe njema. Mungu ni muweza wa yote, hawezi akashindwa. Akianzisha lazima akamilishe. Mungu ni muweza wa yote. Yeye alituliza bahari na safari kaendelea. Yeye alipata kupasua bahari na Israeli akapita katika nchi kavu. Muweza wa yote, anaweza siku zote. Yeye ni mwaminifu. Simba wa kabila la Yuda, anatoa mavumbini, analeta katika raha, anatoa katika taabu, analeta katika furaha, anatoa katika kuhangaika, analeta katika kuwa na amani. Mungu ni muweza wa yote, anaondoa kilio, analeta furaha, anaondoa hofu, analeta ujasiri. Muweza wa yote, hajawahi shindwa na neno lolote. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Yeye aliyekuweko na Daudi. Mungu ni muweza wa yote, Mungu ni mwaminifu, anaweza siku zote. Ndiye huyu tunayemtangaza, yeye aliyekuwa na kina Petro. Mungu ni mwaminifu, ndiye ninayemtangaza. Aliyeambia Petro ya kwamba atuse nyavu za kwake, atuse nyavu pale katika bahari na atakamata samaki. Na Petro aliposusa nyavu zile, akaenda kile ambacho alikuwa amekosa, kwa kuwa ametumwa na Yesu Kristo. Na wampenda na kutangazia leo kuitikia Yesu akutume, itikia Bwana Yesu akutume, itikia Bwana Yesu akutume katika hayo unayoenda kutenda. Itikia Bwana Yesu akutume katika kazi ya kwake. Itikia Bwana Yesu akutume katika hiyo kazi unayoenda kuifanya, ili apate kukufundisha, ili apate kukuonyesha jinsi inavyotakiwa ifanywe. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Akamtuma Petro akamwambia, vile ambavyo ulikuwa unatumia nguvu sivyo ambavyo ilikuwa inafasa itumiwe. Basi sasa nenda. Naye Petro akamwambia kwa neno la kwake, nitaenda. Petro akasema kwa neno la kwake, akaenda tu na neno la Bwana Yesu. Nami nakutuma kwa hili neno la Bwana Yesu, eti ni mwana kondoo, yeye ni mfalme wa falme. Sisi tulioitwa wateule, sisi tulioitwa ni waaminio, ndio tunamfuata. Muamini Bwana Yesu na atakutendea. Petro akaenda akimwamini, akaenda kwa neno, na alipoenda pale akachuza nyavu. Kwa hakika kile ambacho alikuwa hakioni kikapatikana. Anaweza siku zote, anatuliza siku zote, anaweza siku zote, anainua siku zote. Yeye ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Mwanadamu anaweza akashindwa, ila Yesu hawezi akashindwa. Mambo yanaweza yakakulemea, ila Bwana Yesu akiwa ndani ya hiyo mambo hauwezi ukalemewa. Ndugu yangu, msirikishe Bwana Yesu katika kazi zako. Anasema nirundieni nanyi nitawarundia, nirundieni nami nitawarundia. Mungu ni muweza wa yote. Ukishamrundia naye anapata kukurundia. Anasema ijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, ni nyekundu kama, Mungu ni muweza wa yote, kama bendera, naye atasibadilisha zitakuwa kama theluji. Anaweza siku zote. Muite Bwana Yesu, ninyekea mbele za Bwana Yesu. Usiwe na kisa ngumu, usiwe na ukisa ngumu. Kile ambacho wana wa Israeli walikuwa nacho, wakiwa jirani wanaanza kulalamika, wakiwa jirani ni manunguniko. Lakini Mungu ni mwaminifu, hakuwaacha wafike kwa ile nchi aliyowaindia, bali ni wachache walifika. Mungu ni muweza wa yote. Usiwe na kisa ngumu, usiwe mtu wa kuweka maneno yasiyofaa ndani ya Kristo. Hauwezi au muwezi. Kama alikupea mawazo, yeye aliyoweka mawazo mahali ambapo ipo, yeye hakuacha yake.
Mungu aliachwa na mawazo ya kwake, na hawezi akashindwa na mawazo ya kwake. Anasema nitasiharibu hekima ya dunia hii, na nitazikataa akili za watu walio na akili. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Anaweza akakataa hizo akili na kasi yake ikaendelea. Anaweza akakataa hiyo maarifa ya kwako na kasi ikaendelea. Ukiwa ndani ya Kristo, uwe ndani ya Kristo. Ndugu yangu, muite Bwana Yesu naye atakusaidia. Muite Bwana Yesu katika huduma ya kwako naye atakupigania. Muite Bwana Yesu naye atakusaidia. Popote pale ulipo, popote pale ulipo, ukimtarajia naye atatenda. Anaweza kukutoa, anatuliza kukutoa. Yesu ni mwaminifu. Yesu anaweza kukutoa. Wamtegemeao ni kama mlima wa Sayuni. Nitaomba kwa jina la Yesu na Mungu akutumikie. Baba Mungu mwaminifu, unaweza siku zote. Wewe unatawala siku zote. Wewe unainua siku zote popote ulipo. Mambo inapata kuwa swali dadi. Tunakutegemea Jehova upate kutenda. Na kutegemea dadi upate kunitendea. Na kutegemea katika njia za kwangu upate kunitendea. Upate kunionekania. Kaonekanie mpendwa, kaonekanie ndugu aliye karibu, aliye mbali. Muweza wa yote ukasimamishe kinachomkimbisha. Upate kuingia katika maisha ya kwake. Dadi upate kutawala, dadi upate kuinua, kwa kuwa wewe ni wa rehema, kwa kuwa wewe ni wa huruma. Na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu akufunikie.